Somo linaitwa nguvu iliyo katika tumaini kuelekea hatima yako. Nguvu iliyo katika tumaini kuelekea hatima yako. Ile Yeremia yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao za mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hali ijapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kikubwa ambacho natamani ukione hapa ni kuhusu tumaini. Mtu anayemtegemea Mungu anakuwa na package gani, na ana utofauti gani na mtu ambaye hamtegemei Mungu? Kwa hiyo kuna utofauti kati ya mtu anayemtegemea Mungu na mtu asiyemtegemea Mungu. Lakini kitu ambacho natamani ukione ni kwamba lipo tumaini kwa mtu ambaye anamtegemea nani? Mungu. Na tumaini ni nguvu mpya yenye kukupa kuendelea kutoka hali ya sasa kuelekea hali ijayo. Sasa natamani uelewe kwamba tumaini ni nguvu mpya. Tumaini ni nguvu mpya inayoweza kukutoa kutoka sehemu moja ulipo kuelekea sehemu nyingine ambayo haupo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa iko hivi, watu wengi wanadhani tumaini linatokea katika hali duni ya sasa uliopo, au kwenye mateso uliopo kuelekea kwenye wakati mzuri. Ni kweli, lakini sio hivyo peke yake. Wakati mwingine tumaini linapatikana ukiwa kwenye raha yako, ukiwa kwenye nyakati zako za kuburudishwa, tumaini linaweza likatokea. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na hali nzuri ya kiuchumi, uko na hali nzuri ya kimaisha, lakini akaja mtu kukupa tumaini kuelekea hali nzuri zaidi kuliko hali nzuri uliopo sasa. Hivyo tumaini haikutoi hali mbaya tu, hata wakati mwingine inakutoa wakati wa hali nzuri kuelekea hali nzuri zaidi. Utakuja kuelewa kwamba tunahitaji sana tumaini kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewa watumishi wa Mungu. Unaweza ukawa na biashara yako inafanya vizuri, akaja kukuelekeza mtu mwingine kwamba kuna namna nyingine ya kufanya vizuri ili ufanye vizuri zaidi. Kuna wakati mwingine ndoa yako inaweza kaa ina perform vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mwingine kwa sababu ya uzoefu na ile eneo atakupa namna nyingine uperform vizuri zaidi. Shuleni kwako au shuleni unakosoma unaweza ukawa unafaulu vizuri, akaja mwanafunzi mwingine akakupa njia nyingine iliyo bora ya kujisomea ukafaulu vizuri zaidi. Kwa hiyo tumaini inakutoa katika hali ngumu kwenda hali nzuri, au hali nzuri kwenda hali nzuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda sawa. Tusome kile kitabu cha Zaburi 18 na ule mstari wa Zaburi 18 mstari wa 17 mpaka wa 18. Zaburi ile ya 17, Zaburi ya 18 ule mstari wa 17 na ule mstari wa 18. Tuangalie hii mifano mitatu, inaweza kutusaidia wakati tunapoelekea, kwa sababu hata sasa muda bado si rafiki, lakini itatusaidia. Kwenye Zaburi 18 mstari wa 16, mstari wa 17 na ule wa 18, Biblia inasema hivi: akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu, na wale walionichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko mimi. Walinikabili siku ya msiba wangu, lakini Bwana alikuwa tegemeo langu. Anasema walinikabili siku ya msiba wangu, lakini Bwana alikuwa ni tegemeo langu. Huyu Daudi anayesema Bwana ni tegemeo langu, anamtumaini nani? Lakini kwa nini anamkiri kwamba Mungu anamtumaini na ni tegemeo lake? Kwa sababu mstari wa 17 anasemaje? Akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu, na wale walionichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko. Kitu ambacho natamani kukione ni kwamba kwa sababu ndani ya tumaini ipo nguvu na kwenye maisha yako wako watu wanaotamani wewe usiwepo ulipo, na wana nguvu kukuzidi wewe. Watamani kuelewa hicho kitu. Kuna watu kwenye maisha yako wanaotamani usipige hatua mahali ambapo wewe upo kwenda sehemu nyingine, na kwa sababu hawatamani upige hatua, wanajivika nguvu yenye kuzidi nguvu yako ili usifike nini?
Sasa huyu anayezungumza haya maneno magumu ni Daudi. Anasema akaniokoa na adui mwenye nguvu na wale walionichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu mmoja nataka nikwambie kwamba huyo ambaye ni adui yako sasa, sio tu kwamba ni adui yako, amejipima na ameona ya kwamba anakumudu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ambaye sasa hivi mna uadui naye, mimi simjui lakini wewe unamfahamu, amekuwa ni adui kwa sababu amejipima na akaona kwamba nguvu ulizonazo yeye ana uwezo wa kubako na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anaweza kashindana wewe kwenye familia, anaweza kashindana wewe kwa ngazi ya biashara, anaweza kashindana wewe kwa ngazi ya mamlaka kazini kwako. Amejipima na ameona kwamba anajitosheleza kujipima kupigana na nguvu ulizo nazo. Daudi anasema akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu na wale walionichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko mimi. Huyo adui ndio naye leo amejipima, ameona kwamba anakumudu, na ndio maana ni adui yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amejipima, ameona kwamba anakuweza. Amejipima, ameona kwamba anakumudu, ndio maana akawa ni nani. Lakini liko tumaini. Daudi anakiri kwamba Mungu alimwokoa na adui yake mwenye nguvu. Anakiri kwamba Mungu alimwokoa. Na kwa nini Mungu alimwokoa? Anasema Mungu ulikuwa ni tegemeo langu. Kwenye ule mstari wa 18 anasema walikadiri na siku yangu ya msiba wangu, lakini Bwana alikuwa tegemeo langu. Kwa licha kwamba mapambano yalikuwa makubwa dhidi ya nguvu ya upande wa pili ya adui yake, lakini Mungu alikuwa ni tegemeo lake. Na wakati huu Daudi anazungumza mambo, alikuwa ni kijana. Anazungumza mambo akiwa nani? Kijana. Kwa kuna umuhimu wa kijana kumtegemea Mungu kwenye ishu zako. Mimi sijui unafanya nini, lakini hicho ambacho unakifanya unatakiwa kumtegemea Mungu zaidi. Kwa nini? Wanaotaka wewe usifanikiwe kutoka hapo ulipo kwenye hicho unachokifanya ni wengi kuliko wanaokubaka kufanikiwe. Huo ndio kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hao ni wengi, unahitaji Mungu zaidi, kwa sababu walio upande wa Mungu ni wengi na wana nguvu na mamlaka kuliko wanaotaka wewe kuangusha. Bwana Yesu asifiwe. Ni asili ya mwanadamu. Hata ndugu yako wa kuzaliwa tu, ukisikia mmesoma naye kada moja, pengine kada ya uasili, mmezaliwa naye tumbo moja, mmezaliwa tumbo moja, lakini mmeitwa kwenye interview moja, ukatanguliwa wewe kwenda kwenye hiyo interview. Bwana Yesu asifiwe. Ukafanikiwa wewe kupata, yeye akakosa. Kuna kale kahali ndani, kwa nini nisingeanza mimi? Yaani kale moja kapo. Hata kama sio kakubwa, lakini wewe ni ndugu yako aliyezaliwa, unatamani wewe ufanikiwe kabla yake yeye. Hiyo ni yaani mwanadamu anawako kakitu. Hata kama sio kakubwa, lakini kapo. Kwa kwamba nianze nini kwa? Bwana Yesu asifiwe. Je, usiozaliwa nao si zaidi sana? Yule ambaye frame yako mko sawa naye kwenye ile biashara, pale ambapo unafanya biashara, anatamani wewe ufanikiwe kuliko yeye. And then the same business you are doing together, mnafanya pamoja biashara hiyo. Unafikiri atatamani wewe ufanikiwe kuliko wewe? Kwa nasema wanakutaka wewe ufeli ni wengi kuliko wanaotaka fani. Daudi anasema Mungu akamwokoa na adui yake mwenye nguvu, maana alikuwa na nguvu kuliko yeye. Lakini anasema kwa sababu ya tumaini, naye alimtegemea Mungu, Mungu akamwokoa dhidi ya adui yake. Kwa hiyo kila mtu ana adui yake mwenye nguvu, ambaye huyo adui ana nguvu kuliko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda sawa tumisha Mungu. Kwenye kile kitabu cha Ufunuo, soma kile kitabu cha Ufunuo 3:8. Kitabu kile cha Ufunuo Yohana 3:8. Biblia inasema hivi, Ufunuo Yohana 3:8. Na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo. Sema nguvu kidogo. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina. Mungu anakwambia kwamba wewe unazo nguvu unazo nguvu kidogo. Kwa unamhitaji Mungu zaidi kwenye safari yako ya maisha, ili kusudi akutie nguvu zilizo nyingi, uweze kumshinda adui yako mwenye nguvu. Ukiwa na nguvu kidogo, ni ngumu sana kuendelea kwenye safari yako ya maisha, kwa sababu wanaokutaka usipige hatua ni wengi kuliko wanaokusubiri ufanikiwe. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
tunatakiwa kumtegemea Mungu zaidi, kwa sababu kwake kuna nguvu ambayo hiyo nguvu inakupa sisi kushinda, na kwa sababu ushindi yupo ndani ya Yesu, tunayo nguvu ya kuendelea hata kama kuna vizuizi. Tunapigana vita ambazo tayari tumeshashinda. Mtangulizi wetu Yesu Kristo alishashinda. Kwa hiyo sisi tunapigana vita ambavyo tayari ni washindi. Ukiamua kushindwa ni wewe umeamua, kwa sababu yeye ambaye ni mkuu kuliko miungu yote alitangulia kushinda, ili sisi tukikutana na nguvu za giza ambazo zaturudisha nyuma kuendelea, yeye akawe ni tegemeo na atupe neema sisi kushinda. Ushindi wetu sisi uko rohoni, kwa maana aliyetutangulia alishinda. Sasa ili ushindi uje kwenye mwili, nje ya mwili wako, unakutegemea wewe na mwamini vipi aliyeshinda kwanza. Na ndio maana tunasema wanakondoa wanafanya nini? Wanaitikia wachache. Bwana Yesu asifiwe. Au nawe kwenye maeneo yako uoga ushindi? Jitafakari kwenye vita zako, wewe unashinda mtumishi wa Mungu? Wewe unashinda? Kukimya. Bwana Yesu asifiwe. Naogopa mtumishi wa Mungu. Kwenye Yohana wa kwanza, Yohana wa kwanza 2:14. Yohana wa kwanza 2:14. Biblia inasema kwamba nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mnazo nini? Mungu amewekeza nguvu kwa vijana. Mungu amewekeza nguvu kwa vijana. Alafu anasema kwamba na neno la Mungu lakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Nanyi mmemshinda yule mwovu. Sasa swala la wewe kushinda kwenye battle ambazo unakutana nazo ni swala la lazima. Utaki kufanya nini? Kufeli, mtumishi wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu swala la wewe kushinda ni la lazima. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amewekeza nguvu ndani yako. Mungu amewekeza nguvu ndani yako, ambapo hiyo nguvu inakupa wewe uweza wa kushinda. Sasa licha kwamba Mungu amewekeza nguvu ndani yako, haina maana kwamba ndio usipigane. Unataka kupigana, yaani usikae hivi kizembe kwa sababu Mungu amewekeza nguvu. Hapana. Mungu amewekeza nguvu, zitumie. Mtu akikupa pesa anatamani uende ukaitumie. Nguvu ya pesa iko kwenye manunuzi. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ambazo Mungu ameziwekeza kwako ziko kwenye kupambana, kutetea kile kitu ambacho Mungu amekupa dhidi ya adui kisipotee. Na ndio maana anasema kwamba ufalme wa mbinguni unataka na watu nini? Kwenye nguvu. Ukitaka kuteka biashara yako lazima uwe na nguvu. Ukitaka kuteka hiyo ndoa yako lazima uwe na nguvu. Ukitaka kuteka hiyo kazini kwako pale ule mkataba wako lazima uwe na nguvu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amewekeza nguvu ndani yako. Hata kwa sababu nguvu iko ndani yako, usipoitumia utakufa. Sasa usikae kimya kama kinda la ndege mpaka ulishwe licha kwamba chakula kipo. Unataka kupigana, chukua hatua ya kupigana, kwa sababu nguvu nayo, kazi ya nguvu ni kutetea kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi namwachia nguvu. Mimi namwachia nani? Unamwachiaje Mungu, mtumishi wa Mungu? Bali kusomea ile andiko. Unamwachiaje Mungu? Pigana. Kwa nini mwachie Mungu kirahisi kiasi? Pigana. Kama una nguvu na Mungu amekupa nguvu, pigana. Kwenye kile kitabu cha Timotheo, angalia kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 20. Anasema katika hao wamo Himenayo na Iskanda, ambao nimempa shetani watu hao ili wafundishwe wasimtukane nani? Mungu. Kuna baadhi ya adui zetu tutakumwachia Mungu na mkabidhi shetani wanyoshe. Paulo anasema kuna watu walikuwa wanaijua neno, wanaijua haki, na Paulo anasema aliwakabidhi kwa nani? Kwa shetani, ili shetani afanye nini? Awanyoshe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekupa mamlaka, utumie nguvu ulizonazo. Kuna baadhi ya watu siwachie Mungu, mwachie shetani awanyoshe, wakabidhi kwa shetani hawa hapo.
Bwana Yesu asifiwe. Unazo nguvu, ni namna gani unazitumia? Mungu anasema huyu ni Mungu nikupae nguvu. Nikupae nguvu ya kufanya nini? Kupata utajiri. Mungu hakupi utajiri, anakupa nguvu ya kupata utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nasema tumaini ni nguvu inayokutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Haijalishi ilikuwa ni mbovu au ilikuwa ina amani kwako. Yeye anakutoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hiyo ndio tumaini, kwa sababu tumaini ni nguvu. Ili ufanikiwe unahitaji nguvu. Na ndio maana Mungu anasema anakupa nguvu ili upate utajiri. Hakupa utajiri, ila anasema anakupa nguvu ya kupata nini? Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda sawa tuisha Mungu. Tunaenda sawa. Kwa kauli ya Mungu ameamua kuwekeza kwa vijana kwa sababu vijana wanayo nguvu. Kitu cha kwanza ambacho Mungu alimwambia yule Adamu wa kwanza, akamwambia kwamba nenda ukatawale. Alipa nguvu ya kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Alipa nguvu ya kumiliki na kutiisha na kutawala. Sasa huwezi kutawala kama una nguvu. Hilo ni agizo ambalo Mungu alimwachia yule Adamu wa kwanza. Na ndicho hicho kitu ambacho Mungu amekiweka tena kwa vijana. Amewekeza nguvu kwa vijana. Mungu ameweka nguvu kwa vijana. Hata Yesu alipofikisha umri wa miaka 30 alikuwa ni kijana ambaye anaweza kutimiza kusudi ambalo Mungu alimwitia kwalo. Kijana yoyote unataka kujua kwamba una nguvu ya asili ndani yako. Hata ile nguvu ya kunyanyua vyuma, nazungumza nguvu ya asili ya kiungu inayokupa neema ya kupata mafanikio. Mungu aliweka hiyo kwako. Unaweza kuwa unajua au hujui hiyo nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie mfano huu hapa. Zaburi 34:7. Zaburi 34:7. Tukimbie huko tukifuata taratibu na ratiba zingine. Zaburi ile ya 34:7. Zaburi 34:7 Biblia inasema hivi, 7 mpaka 9. Malaika wa Bwana hufanya kituo akizunguka wao wamchao. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao hawahitaji kitu. Lakini kitu ambacho kama ukiona ni kwamba anasema onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Bwana ni mwema. Ili uone wema wa Bwana unatakiwa kumtumaini nani? Bwana ni mwema, alafu anasema heri mtu yule anayemtumaini. Kwa hiyo kama Mungu kuna vitu hajifunui kwako, haina maana kwamba sio Mungu, atabaki kuwa Mungu. Ila kitaka ajifunue kwako, anahitaji wewe umtumaini, ndipo wema wa Mungu utaanza kuonekana. Unanielewa nilichosema? Nimesema onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Onjeni kwamba ujaribu uone wema wa Bwana. Na utakapojaribu kuona wema wa Bwana, anasema kwamba heri mtu yule anayemtumaini. Onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Kwa hiyo uone wema wa Mungu unataka kumtumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumaini ni nguvu mpya inayokutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine ambayo hapo haukuwepo kabla. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui unapitia nini, lakini naamini ya kwamba unachokipitia kinahitaji tumaini, kinahitaji nguvu mpya ya kiungu ikutoe mahali ulipo kwenda mahali pengine. Inaweza ikawa ni uchumi, inaweza ikawa ni kwenye ndoa au mahusiano, inaweza ikawa ni kwenye mikataba yako kazini kwako. Unahitaji tumaini, nguvu kutoka kwa Mungu inaweza kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anafanya kituo, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wao wamchao na kuokoa. Mungu anafanya kituo, malaika wake anafanya kituo. Kila nyumba anatembea kama ni doria, anatembea kila nyumba, anawatembelea wanaomcha tu. Wamchao Mungu ni watu wenye hofu ya Mungu, si watu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaomcha Mungu ni watu wenye hofu ya Mungu. Kwa malaika wa Mungu ameshika maagizo ya Mungu kuwatembelea wenye hofu ya Mungu. Lengo lake ni nini? Kuwaokoa. Tumesoma
ile Zaburi inasema naye akamwokoa, Mungu akamwokoa na adui yake mwenye nini? Mwenye nguvu. Mungu kukuokoa sehemu moja ulipo kwenda kwenye sehemu nyingine inakuhitaji wewe kuna vitu ukifanye kwanza. Kwa hofu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu malaika anawatembelea wenye hofu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani muda kama umekodi boda boda. Zaburi ile ya 143:8. Zaburi ile ya 143:8. Biblia inasema kwamba unifanye kusikia fadhili zako asubuhi, kwa maana nimekutumaini wewe. Unijulishe njia nitakayoiendea, kwa maana nalikuinulia nafsi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, unifanye kusikia fadhili zako asubuhi, kwa maana nimekutumaini wewe. Unijulishe njia nitakayoiendea, kwa maana nalikutumaini wewe. Sasa kuna vitu vitatu kama sio vinne, natamani uvione kwa haraka haraka kwenye hizo dakika 9 zilizobaki, uweze kuelewa nini ambacho unatakiwa kukifanya kwenye maisha yako. Nini unatakiwa kukifanya kwenye maisha yako ili kusudi tumaini, nguvu mpya itokayo kwa Mungu iweze kuwa juu yako. Kuna vitu vitatu natamani uvifahamu. Cha kwanza unaweza kaandika kwamba mahali penye tumaini kuna vitu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali penye tumaini kuna vitu vitatu. Unaandika hiki kitu. Mahali penye tumaini kuna vitu vitatu. Cha kwanza kudumu, cha pili mwendelezo, cha tatu ni furaha. Mahali penye tumaini kuna vitu vitatu, andika hivi vitu: kudumu, mwendelezo na furaha. Wafilipi 1:25. Wafilipi 1:25. Biblia kwenye kitabu cha Wafilipi 1:25 inasema kwamba nami nikikutumaini hayo, najua ya kwamba nitakaa na kudumu pamoja nanyi, ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani. Anasema nami nikitumaini katika hayo, najua ya kwamba nitakaa moja na kudumu pamoja nanyi, ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani. Tumaini ndani yake imebeba vitu vikuu vitatu. Cha kwanza, ukiwa na tumaini una uwezo wa kudumu. Ukiwa na tumaini ndani yake kuna uwezo wa kudumu, kwa sababu tumaini inakupa uhakika na kile unachokifanya. Tumaini inakupa nguvu mpya ili kusudi usikwame kufanya unachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu inakupa tumaini inakupa nguvu, basi utadumu kufanya. Ndio maana ukuta mtu anafanya kitu kimoja kwa miaka mingi. Kwa nini? Kwa sababu iko nguvu inayomwezesha kufanya hicho kitu kwa muda mrefu. Kwa tumaini inakupa kudumu, lakini tumaini inakupa mwendelezo. Kuna kitu kinaitwa perpetual succession. Tumaini inakupa mwendelezo mzuri wa kufanya hicho kitu. Unakifanya katika hali ya kujirudia, lakini kwa ubora. Bwana Yesu asifiwe. Ya tatu ni furaha. Tumaini inakupa furaha. Tumaini litokalo kwa Mungu linakupa nini? Furaha. Hata kama unapitia mambo magumu kwenye ndoa yako, kwa sababu liko tumaini, lakini unakuwa na nini? Na furaha. Kwa nimesema mahali popote kwenye tumaini kuna vitu vitatu vinajengeka. Cha kwanza ni una uwezo wa kudumu mahali hapo. Mahali popote kwenye tumaini kuna kupa vitu vitatu: kudumu, kuendelea, lakini kuwa na furaha. Wafilipi 1:25. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumaini lako kwa Mungu likiwa chini, ujue adui yako amefanikiwa kufunga kamba za mauti. Tumaini lako likiwa chini, ujue kwamba adui yako amefanikiwa kukufunga kamba za mauti, naye anakuwa na kuvuta ili kusudi usiweze kuendelea. Zaburi ya 116:3. Zaburi ile ya 116:3. Zaburi ya 116:3. Biblia inasema hivi: kamba za mauti zilinizunguka, shida za kuzimu zilinipata, na niliona taabu na huzuni. Kamba za mauti zilinizunguka, shida za kuzimu zilinipata, na niliona taabu na huzuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimesema kwamba usipokuwa na tumaini ni mithili ya mtu aliyekufunga kamba na kukuvuta. Na mtu akikufunga kamba na kukuvuta, huwezi kuendelea. Ni maiki ishinde kwa jina la Yesu. Mtu akikufunga kamba za mauti, kitu ambacho utakifanya, kila kitu ambacho utakifanya kitakuwa na asili ya mauti.
hauwezi kuendelea, itakufa. Utafuga mifugo, itakufa. Utaanzisha biashara, itakufa. Utaanza kazi na utafukuzwa. Kwa nini? Kwa sababu misingi ya kitu kinachokifanya kimefungiwa na kamba zaidi za mauti. Yaani hicho kitu kinakosa kuendelea, kinakosa mwendelezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda sawa shirika? Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Sababu ya pili, andika hivi. Moja ya sababu ambazo shetani hawezi kuruhusu kijana ni wewe unakuwa na tumaini la Mungu. Moja ya kitu shetani hawezi kabisa kukuruhusu kwenye maisha yako ni wewe kuwa na tumaini na Mungu. Na kwa nini shetani hawezi kukuruhusu wewe kuwa na tumaini la Mungu? Kwa sababu tumesema kwamba Mungu amewekeza nguvu kwa nani? Kwa vijana. Na kwa sababu Mungu amewekeza nguvu kwa vijana, na kijana kukiwa na sababu zilizompelekea afanikiwe, na hizo sababu zinasababishwa na Mungu, kama ujue ya kwamba hakuna mahali utafika utafanikiwa. Kwa nini? Shetani atatamani hizo nguvu usizitumie. Shetani atatamani hizo nguvu usizitumie, na kwa sababu hautazitumia utakwama kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hautazitumia nguvu ambazo Mungu amekupa, utakwama. Kwa hiyo kijana anazo nguvu, na ndio maana shetani anakuwinda. Mungu amekupa nguvu ya kupata utajiri, amekupa nguvu. Ukisoma kile kitabu cha Mithali 8:18, Biblia inasema kwamba Mithali 8:18, Biblia inasema kwamba naam, utajiri na heshima vinatoka kwangu. Yesu anasema utajiri na heshima vinatoka kwangu. Hapo anasema naam, utajiri huo na haki pia. Utajiri na heshima vinatoka kwangu, utajiri na heshima. Kwa ukitumaini Mungu, Mungu atamtumaini kwako, ule utajiri unaopatikana ndani ya tumaini na pendo la Mungu unakuwa dhidi yako. Kwa hiyo shetani anachokifanya ni kuhakikisha wewe usipate tumaini kwa Mungu, kwa sababu ukilipata utampata Mungu, na ukimpata Mungu utavipata vya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema utajiri na heshima vinatoka kwako. Kwa hiyo unaanza utajiri alafu unafuata heshima. Ukiona tajiri haheshimiwi, anza kuwa na walaki na utajiri alionao. Unaweza kuwa hujatokana na Mungu. Kwa sababu ninachojua mimi, Yesu kwenye kitabu cha Mithali 8:18 anasema utajiri na heshima vinatoka, unaanza utajiri unafuata. Ukiona tajiri haheshimiwi, hata kitoto kidogo kinamdharau, uwe na walaki na huo utajiri alionao. Tena usifikirie kupata msaada hapo. Hiyo ni halaki ya kwanza, sio chanzo sahihi ya wewe kupata nini? Msaada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipofikisha umri wa miaka 30, ndipo zile nguvu za asili ambazo Mungu alimpa kukomboa ulimwengu zilianza kujidhihirisha. Mungu amewekeza nguvu kwa vijana. Sio nguvu kupigana masumbu, sio nguvu kwenda kuteka watu, hapana. Mungu amewekeza nguvu kwako ili kusudi ile agizo ambalo Mungu alimpa Adamu yule wa kwanza kwenye bustani ile, kwamba aende akaongezeke, ndizo zitokee kwako. Mungu anatamani kuona kwamba biashara yako uliyoianza ina mtaji wa milioni 1, baada ya miaka 2-3 hiyo na milioni 20, kwa sababu nguvu ya kuongezeka ameiweka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya kuongezeka ameweka, na ndio maana Yesu alifikisha miaka 30 lile kusudi. Kwa nini Mungu alisubiri Yesu afikishe miaka 30? Na kwa nini hakutaka afikishe miaka 50 au 60 awe na mvi? Tujue kwamba Yesu ana hekima, aweze kuzungumza na watu wote, wazee na vijana, ila akasubiri awe na miaka 30. Miaka 30 ni mjana uliokomaa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Yesu alitimiza alichoambiwa atimize akiwa na miaka mingapi? Alipofika kwa shetani hakutaka mikataba, hakutaka wakae mezani na shetani, akamwambia lete funguo, sio wa kwako. Biblia inasema akamnyang'anya nini? Alitumia nguvu, akamnyang'anya. Alitumia nguvu ambazo hata wewe leo unazo. Kwa nini kijana mdogo unalia kwa sababu ya ndoa yako? Unazo nguvu, unazitumia vibaya. Mungu anasema yeye ndiye atakupa nguvu ya kupata utajiri. Kwa nini umekuja kwenye hatua fulani umekaa hapo uelewe? Kuna mahali unajua namna ambavyo Mungu amewekeza nguvu. Na muda unakimbia sana. Naomba nisome hii pointi mwisho afu tuende kwenye maombi na tuweze kumaliza. Lakini kwenye tumaini kuna ulinzi. Kwenye tumaini upo ulinzi. Kwenye tumaini la Mungu upo ulinzi. Tusome Mithali 3:26. Pointi ya mwisho tufanye maombi. Mithali 3:26. Kwenye ule mstari wa 26 Mithali 3 inasema,
Kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako, naye atakulinda mguu wako usinaswe. Kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako, naye atakulinda mguu wako usifanye nini? Usinaswe. Kwa nini Mungu anakusubiri wewe umtegemee na yeye awe tumaini lako ndipo akuongoze? Kwa sababu anasema kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako, naye atakulinda mguu wako usinaswe. Kwa nini Mungu anaulinda mguu wako? Anazilinda hatua zako, zile hatua zako za ukuaji. Kama kijana, Mungu anazilinda na kuzipa ustawi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema kwa kuwa Bwana ni tumaini, imeanza na kwa kuwa Bwana ni tumaini lako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama Mungu sio tumaini lako, ni hatari sana, kwa maana hatua zako hazitaongozwa na nani? Na Mungu. Kama hatua zako hazitaongozwa na Mungu, zitaongozwa na nani? Kwenye dunia hii tuna falme za watu hawa, aidha ni Mungu akuongoze au shetani akuongoze. Kama hatua zako hazitaongozwa na Mungu, ujue ya kwamba anayekuongoza ni shetani, sio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kwenye tumaini la Mungu upo bizi, kwa maana atatembea na wewe kwenye safari yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hatua zako zitaimarishwa na Bwana, atakuwa katika uelekeo sahihi na ulio salama. Hatujali hatua ambazo wewe unakimbizana. Kule kwenye marathon tunaona watu wanakimbizana. Sizungumzi zile hatua za haraka kukimbizana. Kuna vijana tamani kufanikiwa haraka. Yaani leo hii apate 500,000, kesho awe na milioni 10, kesho kutwa anunue Range. Yaani mafanikio hayaji haraka kiasi hicho. Mungu hata uwekezaji, Mungu alianza na uwekezaji mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu angeamua leo hii aumbe watu bilioni 1 au bilioni 10 kwa siku hii, lakini alianza na mtu huyu na baadaye mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Alianza na watu hawa. Mungu nikuuliza swali. Mungu anashindwa kuumba watu milioni 10 kwa siku moja? Ile siku aliyomuumba Adam, alishindwa kuumba watu milioni 10 kwa siku moja? Lakini alianza na watu wangapi? Kwa nini leo hii wewe una 500,000 unataka mwezi ujao uwe na milioni 20? Yaani ndani ya miaka 3 uwe na wewe na Range Rover, uwe na V8, inawezekanaje? Bwana Yesu asifiwe. Tusome huu mstari wa mwisho na somo la mwisho, alafu baada hapo tuingie kwenye maombi. Mhubiri 9:11. Mtanisamehe kwa watu ambao mnaona kama nakimbia. Mungu atupa neema wakati mwingine ambao tutakuwa na muda mwingi na nzuri. Mhubiri 9:11. Mhubiri 9:11 nasema hivi: nikarudi na kuona chini ya jua kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala si wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati wapata watu wote. Mhubiri anasema wakati na bahati wapata watu, sio wenye mbio washindao kwenye michezo. Na tumezoea kuona kwamba wenye mbio ndio wanaoshinda kwenye riadha, si ndio? Lakini kwa Mungu sio hivyo. Wenye mbio sio wanaoshinda. Kwa Mungu ni hivi, sio wenye degree ndio wanaweza kufanikiwa kwenye maisha. Sio watu wenye connection ndio wanaweza kufanikiwa kwenye maisha. Rohoni Mungu anasema kwamba bahati, anasema kwamba wakati na bahati wapata watu wote. Mhubiri 9:11 anasema bahati na wakati wapata watu. Kwa hiyo kama kijana usiwe na spidi sahihi, kwa sababu ukiwa na spidi alafu hiyo spidi haiko kwenye mwelekeo sahihi, hakuna maana ya wewe kukimbia. Kama spidi ulionayo haiko kwenye mwelekeo sahihi, haina maana ya wewe kukimbia, kwa sababu Mungu anawapa awadi wale watu wanaoshinda katika imani. Na ndio maana anasema wakati na bahati huwapata watu. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa Mungu.